Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu watazamaji katika chaneli yetu hii ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo tunasema kwamba bikulli sabrin farajun wa man tawakkala ala Allahi kafahu. Kwa kila subira kuna faraja, na yoyote ambaye atamtegemea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu humtosheleza. Leo walillahi alhamdu, twende tukafanye kisa hichi, kisa ambacho kina mazingatio makubwa, kisa kilichojitokeza na kuweza kuonesha maajabu makubwa juu ya kujitosheleza kwa Allah, juu ya yule mtu ambaye amekuwa akimtegemea sana Mungu katika maisha yake. Tunasema kwamba fi baitin basitin ala tarafil madina kana Khalidun yajlisu swamitan wa yufakkiru fi mustaqbalihi. Katika nyumba ya kawaida kabisa iliyokuwa pembezoni mwa mji, Khalidi alikuwa amekaa kimya katika nyumba hiyo, akiwaza kuhusu mustakbali wa maisha yake utakuwaje. Hali ya maisha imebadilika, hali ya maisha imekuwa ngumu. Sasa Khalidi anawaza maisha yake yatakuwaje, na hali maisha yamekuwa magumu kiasi kama hicho. Sasa kwa hali kama hiyo, ndugu zangu, ni kwamba baada ya kuwa na mawazo hayo, amekaa anafikiria ugumu wa maisha yaliyomkumba, basi faqada amalahu faj'atan wa asbaha bila masdari dakhli. Kumbe mawazo yote haya alikuwa amepoteza kazi yake ghafla, na akabaki bila ya chanzo chochote cha mapato. Maisha yake yameharibika, na ndio maana Khalidi alikuwa ana mawazo makubwa mno. Haelewi anaishije, anapataje tena kazi nyingine. Lakini pia mazingira ambayo alikuwa yanamchanganya zaidi, kana yandhuru ila ummihi almaridhatin wa yash'uru bithiqali almas'uliyya. Huyu alikuwa akimtazama mama yake zaidi, ambaye alikuwa ni mgonjwa, na kuhisi kwamba uzito wa jukumu juu yake umekuwa mkubwa sana. Atamlea vipi mama yake mgonjwa wakati hana chochote? Maisha yamekwisha haribika, kazi zote zimekwisha haribika. Atamlea vipi mzazi wake? Lakini pia wanatuambia wanawachuoni, wakana yasma'u hamsa nasi lan yanjaha ba'da al-yawm. Akawa akisikia minong'ono ya watu ambayo inasema baada ya maisha yake kuvurugika, minong'ono ya watu inasema hivi: huyu mtu hawezi kutoboa baada ya leo, maisha yake yashaharibika, hawezi tena kufanikiwa katika maisha yake. Anaisikia minong'ono hii, watu wakizungumza, subhanallah, moyo unamuuma, nafsi inamuuma, haelewi nini cha kuweza kufanya. Lakini basi, wa fi lailatin hadia, katika siku moja iliyokuwa siku tulivu kabisa, rafa'a yadaihi ila samai wa qala. Khalidi alivyoona maisha yake yameharibika sana, yamevurugika sana, kila kitu kimekwenda ndivyo sivyo, Khalidi aliamua kunyanyua mikono yake juu na kumuomba Allah,
na hichi ndicho ambacho tunachokitaka mimi na wewe. Tukiona mambo yetu yameharibika, basi tusikate tamaa na wala tusikatishwe tamaa na watu, bali tunyanyue mikono yetu juu na tumshtakie Mola wetu shida zetu, dhiki zetu, majanga yetu na mabalaa yetu. Kwa hali kama hiyo, Khalid aliponyanyua mikono juu akamwambia Mungu, ya Rabbi inni dhaif, Mola wangu mimi ni mtu dhaifu kabisa, mimi ni kiumbe dhaifu. Tena faqawini, anamwambia naomba unipe nguvu, nitie nguvu Mola wangu. Wa inni faqiru faaghnini, Mola wangu mimi ni fakiri, basi naomba unipe utajiri. Min fadlika, kwa fadhila zako na ubora wako na huruma zako. Khalid anasema maneno haya kumweleza Allah jalla fi ula. Baada ya kusema maneno haya, thumma dhakkara qawla Allahi ta'ala, kisha Khalid akaikumbuka kauli ya Allah jalla fi ula, kauli ambayo ilikuwa inasema waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Anakwenda kuikumbuka kauli nzito kama hii kwamba Mwenyezi Mungu anasema, na atakaye mtegemea Mwenyezi Mungu basi yeye Mwenyezi Mungu humtosheleza. Khalid anakwenda kuikumbuka kauli nzito kabisa kama hii, kauli murwa kabisa kama hii. Wallahi, kwa maelezo hayo Khalid anaona basi kumbe bado nina nafasi, bado nina chance ya kuweza kuyafanya mambo makubwa katika maisha yangu. Bado nina nafasi kubwa ya kuweza kutabahar katika maisha yangu. Bado nina hali nzuri kabisa ya kuweza kuhakikisha kwamba ninaweza kutoboa katika maisha yangu. Kwa hali kama hiyo, Khalid baada ya kujua kwamba Allah jalla fi ula anatamka maneno hayo na analeta matumaini hayo kwa waja wake, basi hapo hapo Khalid fasha'ara bisakinati tamla'u qalbahu, akahisi utulivu ukijaa katika moyo wake. Utulivu sasa unakwenda kumjaa katika moyo wake. Lakini wakarrara, Khalid tunaambiwa kwamba wakarrara an yabdaa min jadidi walau bi khutwatin saghira. Huyo Khalid huyu akaamua kuanza upya, hata kama ni kwa hatua ndogo ndogo, akaanza upya maisha yake. Subhanallah, anaanza upya maisha yake. Yalikuwa yamekwisha haribika, yamekwisha vurugika, yamekwisha potezana. Sasa Khalid baada ya kuona matumaini kutoka kwa Allah katika aya za Allah, basi Khalid anaamua kuyageuza maisha yake yaanze upya. Alianza na kitu gani wakati anaanza upya katika maisha yake? Ni kwamba fabada ayabi'ul kutubal qadima fi suqi wa kana aminan wa sadiqan ma'an nas. Alipoanza upya ni kwamba Khalid alianza kwa kuuza vitabu vya zamani, akawa anatembeza vitabu vya zamani sokoni, lakini akiwa katika hali ya aminan wa sadiqan ma'an nas, akiwa katika hali ya uaminifu na ukweli mbele za watu, sio muongo, na anafanya kazi zake vizuri za kutembeza vitabu na kuuza vitabu tena sokoni. Kwa hali kama hii, Khalid akaendelea na biashara yake,
lakini wa yauman ba'da yaum, na siku baada ya masiku, yani siku baada ya masiku, basi kathura zabainuhu lihusni khulqihi. Katika masiku yalivyokuwa yakizidi kuendelea, wateja wa Khalidi wakawa wanazidi kuongezeka. Khalidi akawa na wateja wengi sana kwa kuuza kwake vitabu. Lakini wa ba'da muddatin fataha maktabatan saghira, muda ulivyozidi kwenda, Khalid biashara yake ilimsababisha afungue maktaba ndogo kabisa, lakini asbahat ma'rufatan fil mintaqati. Alifungua kaofisi kadogo, ka maktaba kadogo baada ya muda, lakini eneo ambalo lilikuwa ni maarufu katika eneo hilo, na vile vile Khalid akawa ni mtu maarufu sana katika eneo lile. Tazama Mungu alivyokuwa waajabu, anavyoweza kumfungulia mtu wake katika maajabu sana. Lakini kwa hali kama hiyo, baada ya kufungua maktaba yake, washufiyat ummuhu, mama yake Khalid akapona kwa sababu ya huduma zake, lakini wataghayarat hayatuhu ila al-afdal, hali yake ikabadilika na kuwa hali bora kabisa katika hali zilizokuwa bora. Lakini wakana yaqulu likulli man yashku, akawa anasema kwa kila yule ambaye analalamika, man yashku hamma, kwa kila yule ambaye analalamika. Khalid akawa anasema nini? Anasema la tayas fa inna ba'da dhiqi faraja wa ma'a tawakkuli najaja, usikate tamaa, kwani baada ya dhiki kuna faraja, na pamoja na kumtegemea Mungu kuna mafanikio. Sasa tazama Khalid alifanya kitu gani ambacho kilimsababisha yeye kupata mafanikio? Kwanza kabisa tuangalie al-ibra, mazingatio. As-sabru wat-tawakkul, subira na kutawakkal mbele ya Allah. Mambo haya yaftahani abwaban la tahturu ala albali. Subira na kumtegemea Mungu, mambo haya hufungua milango isiyotarajiwa, subra na kumtegemea Allah jalla fi'ula. Sasa ndugu zangu, nini kilichokwenda kumtokea? Nini alichokifanya Khalid? Kitu ambacho alichokuwa amekifanya wala hakikuwa kitu kigeni katika maisha, hakikuwa kitu kigeni katika Uislamu, hakikuwa kitu kigeni katika dini, haikuwa aya ngeni, bali Khalid alikwenda akaisoma aya hii, ambayo aya hii inasema wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Aya hii aliisoma mara 120. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, aliambatana sana katika hali ya kuisoma aya hii, na wallahi Mwenyezi Mungu akamfanyia sahali, akawa ni mtu ambaye alifungukiwa kwa kuanza na biashara ndogo na mpaka kufikia hatua biashara yake ikawa ni yenye kufunguka kwa mapana na marefu. Ndugu zangu, hebu tufanye juhudi sana, tufanye jitihada sana za kusoma aya za Qur'ani, lakini pia tufanye juhudi za kumtegemea Mungu. Walillahi alhamdu, Allah atatunusuru na atatusaidia katika mipango yetu.
Inshallah, usiache kusubscribe, usiache kushare. Na mwisho kabisa, tunaomba wadau wetu, bado hatujapata internet mpaka sasa, na internet yetu imeshakwisha, kwa hiyo tunategemea za watu kwenda kuingiza hizi video ili ziendelee kuwapa faida. Inshallah, tunaomba kwa yoyote yule ambaye Allah amemjalia anaweza kutupatia internet, sadaka ya internet. Tulikwisha toa tangazo na tukaweka namba za simu za kutuma. Inshallah, kama utakuwa umeguswa katika hili, basi tuwezeshe katika suala la internet, ili mradi harakati ziweze kuendelea na maudhui zetu zisisimame inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.